Naitwa Tugarile Patson Mwanjabala, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na ni mwinjilisti pia. Nafundisha semina mbalimbali pamoja na uimbaji na hudumu sehemu zote. Ni Mnyakyusa. Namshukuru Mungu hata hapa nilipofikia. Nilikuwa wakufa lakini Mungu amenitetea. Kwa ufupi namshukuru Mungu aliyeniwezesha hata kufika mahali hapa. Nilianza na nyimbo za audio, namshukuru Mungu sasa niko kwenye video. Namshukuru Mungu kwa alioniwezesha wote, ndugu na jamaa na marafiki. Mungu awabariki. Katika maisha yangu nilikuwa na ndoto kubwa nifike mbali katika maisha yangu. Nilikuwa mzima tu, nimezaliwa 1986 nikiwa Sumbawanga. Wazazi wangu walikuwa wakifanya kazi huko, lakini 99 tukahamia Usokelo, nikafika nikiwa darasa la 7, nikamaliza 2001 nikafaulu kwenda shule ya sekondari. Shule ya sekondari nilipofika kule nilikuwa sijai kupata changamoto yote ya ugonjwa wote toka nimezaliwa, lakini kipindi najiandaa na form 4 mitihani mwaka 2004 nilipata changamoto kidogo ya ugonjwa. Kidato cha 4 najiandaa na moko, nikiwa darasani usiku nasoma prepo, nikawa nimeumwa ghafla, manake nikawa nimerushiwa pepo, nilichanganyikiwa kabisa, kwa nikaanza kupiga kelele. Baadaye ikabidi headmaster yule shule ni kakaangu pia anaitwa Mwangombola, wakanipeleka wakaniombea, lakini kashindikana. Ikabidi simu apigiwe mama kwamba naumwa aje anichukue. Nikaenda hospitali moja ya misheni inaitwa Itete, wakanipeleka pale, madaktari wakanipokea. Nikakaa kama wiki 2, wanaangalia ugonjwa hamna, na vimba tu, ulimi nimeutoa nje kama mbwa uweze kuingiza ndani. Basi madaktari wazungu kipindi hicho walikuwa wengi pale, wakamwita mama na baba, wakasema mtoto yeye ameshindikana, inabidi tumpeleke kwenye maombi. Sasa kule hospitali kabla wachukue gari la hospitali, wakanipeleka. Kulikuwa na semina maeneo ya jirani ya hospitali, nikapelekwa. Nilipofika nikiwa naombewa kwa mujibu wa ambao wananiambia waliokuwepo. Nilipoombewa pepo linasema mimi ni fulani, sitaki hatu aishi wala sitaki nimuone akifanikiwa duniani. Kwa nini umefanya hivyo? Anasema hajanikosea, ila sitaki tu aishi wala kufanikiwa nikiwa hapa duniani. Nikaombewa, nilipoombewa nikarudishwa nyumbani Ruangwa. Nilipofika nikakaa kama wiki, nikaendelea kukaa, lakini ugonjwa ukawa pale pale. Nikawa naishiwa nguvu, nashindwa hata kufanya kazi yote. Baada ilipofika kipindi cha mtihani niende, madaktari wakamwambia baba hawezi kwenda kufanya mtihani kwa sababu hali yake sio nzuri bado. Kwa wenzangu wakafanya mitihani, mimi sikufanikiwa kufanya mitihani. Baada ya miaka 2 nikataka shule tena, baba akanipeleka shule ya seminari Mano. Nikafika, akalipa ada kila kitu, nikaanza form 3. Lakini baada ya muda mfupi nikaumwa tena, nilikuwa sioni vizuri ubaona, nikawa naona michoro macho yananisumbua. Nikapelekwa hospitali, nikaitete, nikapewa miwani, nikarudi shule. Lakini wiki hiyo nimerudi shule, nakumbuka kulikuwa na semina inaendeshwa pale shuleni Bwaroni. Mtumishi anapoomba nikapagawa pepo, nikachanganyikiwa kabisa. Ikabidi matroni ampigie baba simu waje nichukue, nikarudishwa nyumbani. Manake na ada zikawa zimeshaenda, sijasoma. Kufika nyumbani nikakaa, hali kaendelea, ikabidi ndugu zangu wapige simu kwangu. Mimi ni kwa Mwanjabala pale Lugombo ushirika, baba zangu wakapiga simu, nikaenda. Nilipofika katika kunisaidia wakanipeleka Malawi kule kwa mganga wa kienyeji. Kufika kule nikawa nafungwa kwenye miti na shida hapo, na nilikuwa nachemshiwa madawa, nafukizwa, yamechemka, nafukizwa yani na vitu vizito. Kwa kweli ilikuwa ni kama niko jehanamu kabisa. Kwa nilikuwa napata mateso. Baadaye tulipotoka kwa mganga, maana mama kipindi hicho alikuwa ni mwalimu mkuu, kwa alikuwa hajafundisha muda mrefu, akaogopa atafukuzwa kazi. Ikabidi anipeleke kwa bibi Kiwila, nikakae pale. Alikuwa mganga alinipa kila kitu, mailizi na madawa ya kuchemsha, lakini bibi yangu mzaa mama alikuwa ameokoka. Nilipofika akasema huwezi kutumia vitu hivyo vitupe.
nikakaa kwa bibi nikaendelea. Baada ya mwaka mwingine nikawa nimerudi nyumbani. Niliporudi nyumbani nikamwambia baba natakiwa niende shule tena, kukata tamaa. Maana shule nilipenda sana. Nipeleka shule inaitwa Taasisi Ndembela. Hii ndio nasoma angalau kupumzika, labda kwa akili ipumzike nisije overdose sana. Nikafika pale Ndembela nikawa nafanya vizuri, lakini yule mwalimu alikuwa anafundisha pale Taasisi akasema kwa jinsi ulivyo akili zako inabidi usome shule za asubuhi mpaka jioni. Kwa nilipomwambia baba akakubali, nikaenda shule ya private Ndembela 2009, nikaanza form 3, nikawa nafanya vizuri sana. Yaani kifeli ilikuwa ni labda 60 au 70, lakini mimi nilikuwa AB tu. Mwaka 2000 nikasoma 2009, 2010 mwanzoni najiandaa majina yaende barazani. Ikawa imekuja roho ya mauti kutaka kujua. Nilikosa amani kabisa na sijui kwa nini, nilikuwa nakosa nguvu, nashindwa hata kuandika. Nikampigia simu baba, nikasema najisikia vibaya. Baba akasafiri akatoka Busokelo akaja Tukuyu. Nikasema baba naishiwa nguvu, akasema tatizo nini? Nikasema sielewi. Baadaye roho ya mauti ikawa inakuja, sitaki tena shule. Na nakumbuka siku hiyo baba alikuwa anataka kunipa ada, anaenda kulipia ada benki 800 ili niende ili kwa ajili ya ada nijiandae na mtihani. Lakini siku hiyo baba ametoka kuniangalia, anaenda na kulipia hela, amenipa na hela ya matumizi, anaenda nyumbani kule Busokelo. Mimi nikaenda kununua sumu ili nipate kujiua. Nilipofika nikanunua simu, nikauliza sumu, akasema hamna. Nikanunua vidonge pamoja na makanyagi nikanywa. Nilipokunywa nilipofika nyumbani nikanywa, nikajifungia kwenye choo. Sasa uzuri wake choo kilikuwa karibu na watu wanapita, ni barabarani. Sasa nikawa nimefunga choo, nikajiloki, nikanywa mavidonge na makonyagi, nikajifungia mle. Nilipojifungia saa katika kuzidiwa, nikawa nimekoshwa nguvu, nikawa na koroma, makovu yanatoka nje. Ikabidi watu wakawasikia kama kuna mtu anakoroma, ikabidi wapasue mlango kunikimbiza na ambulensi Makandana. Nikawa mahututi kabisa. Baada ya kupona, niliporudi niende shule nakuta majina yameshaenda barazani, sitafanya mitihani 2010. Kwa hiyo nilipotoka shuleni ikabidi nirudi nyumbani kwa sababu sitafanya mtihani, ikabidi nirudi nyumbani. Kwa ada zikawa zimeenda bure. Baada ya kufika nyumbani nikakaa. Baadaye nikawa nimepumzika. Yaani shida ilikuwa nikifika form 4 ndo naumwa. Kwa adui ya kutaka nifike hapo. Nilipofika nyumbani nikawa naumwa tena, ndo nafanya fujo kabisa, napasua na madirisha kabisa, nafanya fujo kwenye nyumba za watu. Hadi baba anaenda kuomba msamaha, wanalipa na kulipa. Nakumbuka kuna kipindi sasa nikawa nimechanganyikiwa kabisa, nakimbia ovyo ovyo. Kwa nikawa nimefungwa kamba, nafika pale Mwanjelo, niko tabani, wale wakakaa Makonda ushangaa mama naomba msaada, ananifunga kamba. Nenda hospitali hodi za vicharo Rufaa. Nimehudhuria kama nimeingia kama zaidi ya mara 8. Kwa nafungwa kamba na mle, yani hodi ile daktari ushangaa usiku unapigwa na vichao wenzako, una hata nguvu. Asubuhi wazazi wako wanakuta uko nyanga. Kwa nimepitia mateso makubwa sana. Na Mungu shetani nahisi alifunga kila kitu kwenye maisha yangu, kwenye uchumi, kwenye elimu hadi kwenye ndoa. Kwa sababu wakati nasoma na nimetoka kumaliza changamoto, vijana wa kunioa walikuwa wengi sana. Lakini ilikuwa ikifika prosesi ya kutaka kuolewa, mimi nimeshaoa, inabidi waniache wao wengine, mimi nalia na kunyamaza tu. Baadaye nilipoona shule imeshindikana, kwa kweli niliamua kujiingiza kwenye mambo ya dunia. Nilipojiingiza kwenye mambo ya dunia nikawa navaa mavazi ya aibu. Kwa hiyo nikawa ni kaptula, suruali. Nikawa nafanya mambo ya aibu, kuingia kwenye majumba ya starehe Mbeya, Step Up, Carnival Mbeya pazuri naingia. Sasa kuna kipindi nikawa nawaza kwa nini Mungu amenipata haya, najiuliza. Na kwa nini mimi nifanye mambo haya wakati sikuwahi kutegemea nitayafanya. Baadaye usiku wa manane nikiwa pale Ilolo Sinde, yupo babu yangu pale Mzamama, babu yake mdogo. Nilikuwa nakaa pale karibu na Baptisti pale. Usiku wa manane nimelala. Nikiwa Sinde pale kwa babu anaitwa Mwiteleke. Anaitwa Mbindule Mwiteleke. Nikiwa pale usiku wa manane nilikuwa nimelala chumba na mamangu mdogo akikuwa na taa kizima. Tulipishana, yeye aliangalia huko, mimi nikaangalia kucho.
Usiku wa manane ikatokea tetemeko kubwa sana, naye akashtuka na mimi nikashtuka, kasa kuna nini? Lakini mimi katika ile tetemeko lilipotokea nikaona kwenye kona mwanga, nikamwona mtu akumetameta amevaa mavazi mazuri na mwanga sana kwenye macho yake, kwenye uso wake, nikashindwa hata kumwangalia. Niliposhinda kumwangalia nikaogopa. Sauti ikatoka ya upole, sijaisikia mpaka leo, na yeye mtu sije kumwona mpaka leo. Akaniambia, mwanangu Atuganile, nakupenda sana, natamani nikusaidie, lakini nashindwa kwa sababu unapenda mambo ya kidunia wakati wewe wa dunia hii. Akatoweka. Kuja kumwambia mambo mdogo, akasema ni wito unaitwa. Yesu mwenyewe ameamua kukutokea. Nikasema sasa nafanyaje? Akasema inabidi uende ukaokoke. Sasa nikasema nikaokoka wapi? Nikiwa Mbeya. Kwa nikaenda kwa mchungaji Abidi Mishori, siku kipindi cha kuona semina ya kuvunja maagano na mapepo katika uchumi wa mtu. Nilipohudhuria pale semina, siku ya kwanza adui manake hakutaka nivuke. Nilipofika pale nasema niombewe, ndio nikachanganyikiwa zaidi hapo. Nikaanza kukimbia ovyo ovyo, Mwanjelo anaingia kwenye maduka mfikemo, navuta nguo, nafanya fujo. Baada hapo yupo kakaangu Mbalizi, na mshukuru, anaitwa Bakisa Mwanjabala, yupo Mbalizi pamoja na mke wake, na washukuru sana. Walinipokea, wakunichoka kwa sababu nilikosa matumaini. Ndugu zangu wa karibu wengi walinikwepa sana kutokana na hali nionayo. Nikienda hata nikipita loka, nikipiga hodi kwenye nyumba zao, wanafunga milango na mageti na kuwa nje mpaka asubuhi, kwa sababu walishindwa kunisaidia. Ndugu wa karibu sana kabisa upande wa mamangu na babangu. Lakini kaka Bakisa namshukuru, ni kakaangu, ni mtoto wa baba mkubwa, lakini alinisaidia sana pamoja na mke wake. Sina cha kualipa zaidi ya kuombea Mungu akumbuke katika ufalme wake, kwa sababu nilikuwa nafanya fujo, na pasua vyombo makabatini, na vunja kila kitu, lakini hawakunichunga. Na nilikuwa nikitembea na kimbia, wanaomba msaada kwa bodaboda wa pale Mbalizi Zeki wanikamate, lakini hapo hakuweza kunimana. Nilikuwa na nguvu sana, nilikuwa natembea kutoka Zedi Mbalizi mpaka Mwanjelo kwa miguu inavimba, na hapo natembea sioni maumivu, damu kabisa. Usiku wa manane nakuwa Mwanjelo pale, nazunguka. Nakumbuka kipindi niko usiku nazunguka pale Mwanjelo saa 4 za usiku, wale walinzi na wafuta bangi wako mmoja, unaenda wapi? Maana nilikuwa nikiuma na kuwa smart sana, mtu hawezi kunigundua kwa pana. Kwa sababu unaenda wapi? Nasema namtafuta Abidi Mishori, niende kanisani. Sababu usiku nasema roho yangu na karibu na kufa, nahitaji tu msaada wa Abidi. Sasa ndio shaka, kwa sababu niko smart sana, hawezi kujua ni mgonjwa wale wafuta bangi. Sasa basi tumbake huyu dada, lakini sina Mungu. Nikanaambia ni mtakaponifanyia uovu wote mnibaki, yaani Yesu hata waacha salama. Wasema maneno gani hao unatuletea sister? Basi ondoka. Kwa ondoka. Mshukuru Mungu katika kuzunguka usiku na mchana, lakini sijawahi kungatwa na Mungu, kuzuiliwa na mnyama yote wala kubakwa, nikatoka salama. Na namshukuru Mungu. Kuna kipindi niliingia, kulikuwa na kipindi cha kampeni za uchaguzi, kuna kiongozi alikuwa kwenye ukumbi fulani. Sasa nikawa nimeingia, sasa kipindi cha kampeni, nimeingia mle kwenye ule ukumbi, yupo kiongozi mkubwa sana mle. Nikaingia, sijui niliingiaje, nikajikuta nimeingia na sijui nimeingiaje kwenye ule ukumbi. Kiongozi mkubwa alikuwa mle. Sasa katika nimevaa vizuri, niko smart, nimetoroka rufaa, nimechanganyikiwa, nimetoroka, sijui nitokeje, na mle wanadhibiti uweze kutoka, sijui nitokeje. Kufika mle usiku, niko mle ndani kwenye ule ukumbi. Sasa nikakuta na viongozi walikuwa wamelala pale wa serikali. Wakasema, binti unatafuta nini usiku? Nikasema kuna mtu namtafuta. Lakini baadaye wale maafisa usalama wakasema, wewe utatuambia umetuma kufanya nini. Nikajitetea, lakini hawakunielewa. Baadaye ikabidi, yaani kwa kweli ningekuwa nimeuawa na ningepotea wazazi wangu asingeniona. Namshukuru Mungu, alikuwepo afisa usalama mmoja, ni mwokovu, akasema mwache huyu dada, nitajua cha kufanya naye. Kwa kweli nipata mateso sana. Baadaye nikaamua kwa sababu nilikuwa ni mauti karibie. Wakasema kama nikasema niongee ukweli, mimi nimetoroka hodi ya vichani kicha. Akasema ni kweli? Nikasema kwa sababu ukitudanganya kwa kweli unaishi. Nikasema ngoja niwatajie namba ya mama yangu na baba yangu, mimi nimetoroka, mimi ni mgonjwa. Bahati nzuri, lakini
Wapigia wazazi wakasema yeye ametoroka rufaa, sisi na wazazi wake tunamtafuta huko. Kwa sababu basi mje mchukue. Nashukuru wale viongozi wakati baba akafika, mama wakanisaidia, wakanipokea pale na wakazungumza nao, kwa sababu basi na wale viongozi wale wa usalama, kwa sababu mwingine alikuwa ameokoka, kwa sababu basi uende ukaombewe. Nikaenda kuombewa kanisa fulani. Kwa kweli nimepitia mateso mengi sana, hata kwenye mahusiano huko, yani nimepatia shida sana, hata kwa sababu nikitaka hata niolewe mwanaume yuko tayari inashindikana. Na hata kumjua Mungu nimeteseka shuleni, haikunileta nimjue Mungu sana, lakini nikaa nimepitia mapito ya ndoa nikiwa Dar es Salaam. Na yale mapito yalikuwa ni magumu sana, nilikata tamaa. Ndio nilipofika Mbeya, nimetoka Dar es Salaam na mjamzito. Hapo ndo nikaamua nimtumikie Mungu. Mpaka sasa niko salama. Na kuwashauri mnaopitia changamoto nyingi na mapito, na mtu aliyebeba kitu kusudi kubwa lazima apitie magumu sana. Kama Yesu mwenyewe ili atukomboe wanadamu, ni lazima yale mapito aliyapitia kwa ajili ya ukombozi. Yaani hapa nilipo nilikunywa sumu ya panya zaidi ya mara 8 na kuna siku nilinunua sumu kwa rafiki yake baba na msanifu, lakini alininyima. Akampigia simu baba, akasema imekuja hatu kila siku ananunua sumu, ina maana kuna panya wengi. Baba akamjibu akasema hatu anakunywa sumu sana, sijaelewa kwa nini. Na siku ile alikuwa ninyima, nikaenda kununua duka lingine nikapewa. Nilirudi nyumbani nimeweka usiku ninywe. Baba akaja, kwa nini unataka kujua wewe mtoto? Mbona nakupenda sana na kugaramia kila kitu. Kitu gani kinakusumbua? Kwa kweli nilikaa kimya. Nakumbuka kuna siku nyingine usiku nikasaga chupa, nikanywa, ikaanza kunikatakata tumbo. Nikamwambia mdogo wangu, tumbo inanuma. Sasa kwa nini? Nikamwambia ukweli, kwa sababu ina maumivu makali. Nikasema nimesaga chupa. Ikabidi baba akodishe gari usiku. Na usiku manake ni mtu umemwamsha, ni gharama sana kulipia usafiri. Wanipeleka hospitali, wanagaramia. Baba anasema bwana, sasa tunapopoteza ada. Hisi yana ilikuwa ajili ya wadogo zangu waende shule, napo tunaenda kupeleka kwa ajili ya vitu kama hivyo. Nafika hospitalini, kuna siku nimefika hospitalini. Nasema baba yuko wapi? Hajaja kuniona mama. Nasema baba yako amechoka, unamtesa. Nikasema kwani mimi najiona? Mimi sijioni mama. Hapana, baba yako amechoka kwa kweli. Hata hizi landa hapo napo nimekunywa. Nimefunga kamba nijinyonge napo zinakatika. Nimechoma visu kwenye tumbo, nakuta maumivu makali na acha hivi. Na nilikuwa naenda, na kuna siku nilikuwa naenda nikajitupe mto Rufiji huko karibu na kwetu kule shuleni kusoma. Natembea. Kuna siku nikakuta njiani wa mama fulani ametoka hospitali kuona wagonjwa, akasema tunaenda wapi? Nikasema naenda kuona wagonjwa. Akasema mbona muda usio wa kuona wagonjwa? Nikasema yeye ni wanaenda kuangalia wagonjwa. Akasema rudi nyumbani. Unajua sio kawaida yangu ndio nayo sio kawaida. Wakanirudisha nyumbani. Lakini hapo nilikuwa nawaza niende mto Rufiji nitembee kwa mguu nikajitupe. Hata kuna kipindi wakati niko kwa mganga kule, kuna kiteputepu, kuna mto Songwe kule. Nakumbuka kuna siku nimefungua kamba kwa mganga, anifunga kwenye mti, nikakimbilia nikajitupe kwenye ule mto. Mama alipiga kelele sana mpaka alianguka na kovu mguuni, ili anidake nisingie kwenye ule mto. Napenda kumshukuru kwa sababu mimi nilikuwa wakufa. Ndio maana wakati naombewa mara ya kwanza, pepo likasema sitaki aishi, lakini Mungu aliruhusu niteseki, lakini uhai wangu alishikilia. Ndipo nimekuja kujua leo Mungu alikuwa ananiandaa kwa ajili ya utumishi wake mwenyewe. Hapa nilipo namshukuru Mungu, nimetoa video hii ya kwanza. Wamenisupport wachungaji mbalimbali, walimu wangu walionifundisha sekondari, rafiki zangu niliosoma nao, ndugu zangu upande wa baba na mama. Kwa kweli nawashukuru. Nashukuru Mungu kwa huduma alionipa hii. Ni ya muda mfupi, lakini nimemwona Mungu akinitetea. Ninamshukuru kwa hilo. Namshukuru sana. Na kwa sababu wakati nasoma Mungu kuna vitu aliniviandaa ili nifanye kwenye ulimwengu. Vilikuwa ni vikubwa sana. Hata wakati nasoma sikutarajia hata kama nitafanya kazi Tanzania. Lakini namshukuru Mungu hata kwa uzima alionipa, ndoto ziko pale pale. Kwa sababu kuna kipindi najiandaa na form 4. Alikuja mtumishi wa Mungu mmoja akana tuombea shuleni, anasema kila mtu aandike anachotaka. Mimi nikaandika kwenye karatasi, nikaweka kwenye boksi pale, nikasema nataka nisome ili nikomboe familia yangu na ukoo wangu.
Nakumbuka wiki hiyo hiyo ndio nikapata mazao. Na kitu kingine, hata kwenye mahusiano nimepitia changamoto kubwa, kwa sababu nataka niwasihi kwa mabinti na vijana mnaokuwa. Nilikuwa na mahusiano nikiwa shule, sio mahusiano mabaya, ni kwamba tukimaliza wewe shule mkaka tutapata kuoana. Sasa nikaa nimejiingiza, nikajitafutia shida, nikajiingiza kwenye maagano na huyo kijana. Ndo akasema kwamba aliniingia kwenye maagano ya damu ambayo ni mabaya, ambayo nimeyavunja mpaka leo. Alichoma damu kwenye kidole chake, akasema hutakuja kuolewa na mwanaume mwingine zaidi yangu. Kumbe nimejifunga kwenye ulimwengu. Ndio maana hata mwanaume yote anipendeje, hata nipende vipi, hawezi kunioa kwa sababu niko naye kwenye maagano. Hata kipindi nilikuwa naumwa, nikiumwa tu, nikiwa mzima sitamkumbuka, nikiumwa lazima hadi niende kwao nimtake yuko wapi, na alishaoa siku nyingi, kwa sababu ni ile agano lilikuwa linanitesa. Ile agano lilikuwa linanitesa sana. Namshukuru Mungu hivi nimeokoka, nimeavunja hayo maagano. Na kuna kipindi wakati mama anazunguka kuombewa kwa wachungaji wengi hapa Mbeya, kuna mtumishi mmoja akasema, mama, huyu binti yako hata kuolewa hawezi kukaa kwenye ndoa, hata haiwezekani, kwa sababu yuko na maagano na mwanaume mwingine kwenye ukoo wake, hata mwanaume ampendeje hawezi kukaa. Ndio kisa kilichonifanya wanaume wote walionipenda waniache, kwa sababu niko kwenye maagano na mtu mwingine. Kwa kijana yoyote na binti yoyote, mnapoanza mahusiano, usije ukajiingiza kujifunga kitanzi, weka maagano ya damu. Ni mabaya kabisa yale maagano, yananena, hauwezi kufanya kitu chochote. Kwa namshukuru niko salama. Mungu amenipa mtoto mmoja anaitwa Baraka, namshukuru. Natoka wewe mtoto amezaliwa katika tumbo langu, nilipopata ujauzito, neema ya Mungu ndio ikaamua kunijia tena, na ni Mungu aliyenisaidia. Japo wazazi wangu wamefanyika baraka sana kwangu, hawajai kunichoka, kwa sababu hata nikipata changamoto nikiwa sehemu yoyote, baba akipigiwa simu mtoto wangu anaumwa, atasafiri usiku kucha mpaka nisaidie. Amepoteza ada nyingi za masomo. Kwa kweli namshukuru, ni Mungu aliyeniponya. Lakini baba yangu asije kuwepo mzazi, hakuna ndugu angeniokota kwa ile shida. Ni Mungu alimtumia ili niwe salama. Kwa kweli ningekuwa nimeokota makopo kabisa. Namshukuru kwa upendo wake, namuombea miaka mirefu, Mungu amzidishie, ampe mema ili aje apate matunda katika maisha yangu. Naishukuru familia yangu pia, ndugu wa baba na wa mama walinisapoti sana, wamenisaidia. Namshukuru Mungu. Wazazi wangu sina cha kuwalipa, ila Mungu awakumbuke kwenye ufalme. Mungu awabariki. Nikaona kuna kanisa la EGT karibu hapa, kuna huduma. Nikauliza mchungaji, kumbe nikaenda kuuliza ni kanisa gani, akaniambia ni EGT. Nikasema mchungaji, kutakuwa na ibada lini? Akasema ni Ijumaa uje. Nilipofika siku ya Ijumaa nikaabudu siku ile, lakini yule mchungaji aliona kitu ndani yangu. Baada ya ibada akamtuma shemasi, akasema kamwite yule dada. Alimtuma mzee wa kanisa wa kike, kamwite yule dada aje. Nilipoenda yule mchungaji akanisaidia, akasema, binti, wewe una kitu kikubwa katika wito wa kutumikia Mungu. Ni ile adui tu anakusumbua, ila wewe ni mtumishi wa Mungu mzuri tu. Kwa hiyo akaniambia, utakuwa tayari kuhubiri siku ya Jumanne? Nikasema sawa. Hapo sina Biblia wala sijai kusimama na sielewi tena, sijai kuhubiri. Kwa kweli ile siku nikahubiri, namshukuru Mungu. Mungu alionekana kwa ukubwa. Hapo ndipo nikaanzia utumishi wangu. Yule baba akanilea, nilikuwa nasimamia maombi ya morning glory nikiwa mjamzito mpaka mimba imekuwa kabisa. Na namshukuru pia mchungaji Pastor Isloni ambaye yuko Uyole. Kwa kweli alinisaidia sana yule baba, sina cha kumlipa. Alinisaidia katika kuniombea na kunifungua. Maana nilisikia akiwa redioni mtu anashuhudia, ndio nikachukua namba yake nikafika, akanihudumia, kwa sababu hata ujauzito wangu nilikuwa natapika damu sana, hata kwa siku lita natapika damu, sikuelewa changamoto. Akaniombea Pastor Isloni muda mrefu. Baadaye akaniambia, hii changamoto hii uende tu hospitali. Ndio kwenda hospitali, nikaenda kwa Dr. Francis pale, yule daktari wa Meta, akanisaidia, nikapewa dawa, nikawa salama hadi nikajifungua. Namshukuru sana sana tena sana. Na
na nimeanza hapo nilipoanza kuhubiri na kufanya uinjilisti. Huu ni kama mwaka wa 4 na hivi ndo nimeanza video ya kwanza. Watu wamenisaidia, watu wamenisupport na washukuru, na namwomba Mungu daima, kwa sababu mimi hata nikimwacha Mungu ni wakufa, kwa sababu adui niliye naye na kitu nilichobeba ni vikubwa, lazima atakasirika kwa kile nilichokibeba, lazima nipite vita vikali. Nahitaji maombi yenu sana, mniombee na mnipokee. Ni mwimbaji mpya naitwa Tumaini Mwanjabala. Nashukuru wachungaji wote, siwezi nikawataja kwa majina, wengi wamefanya, akiwepo mtumishi wa Mungu yuko Kahama anaitwa Steven Misango. Kwa kweli amefanyika baraka katika maisha yangu. Nashukuru sana.